Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, lakini moja kati ya ripoti tulizokuwa nazo ni kwa nini Iran inaonekana kama mshindi wa kweli katika vita kati ya Marekani na Israel dhidi yake. Kilichojitokeza kutoka katika vita hivi haikuwa ni amani wala hata makazi ya kuaminika, bali ni kusitishwa tu kulikochochewa na mipaka ya wazi ya nguvu za Marekani. Huko Washington, usitishaji vita wa wiki mbili dhidi ya Iran umewasilishwa kwa haraka kama mwanzo wa kudorora na kama uthibitisho kwamba shinikizo limeundwa tena mazingira ya diplomasia. Bado mtazamo wa kisiasa unaondolewa na matukio yanatazamwa katika mwelekeo wao wa kimkakati wa kweli. Picha inaonekana tofauti kabisa. Kilichotokea hasa ni usumbufu wa kulazimishwa uliofikiwa chini ya shinikizo na kuzungukwa na tafsiri zilizolingana huko Washington na Teheran. Asili ya muda ya kusimamishwa kwa vita hii, tabia yake ya upatanishi na tofauti ya kushangaza, yote imeonyesha kwamba huu sio mwisho wa vita, lakini nafasi ya kupumua kidogo. Lakini ni Marekani iliyotaka nafasi ya kupumua kidogo katika mgogoro huu. Muhimu zaidi ni kwamba machoni pa wachunguzi wengi wa nje na maoni mengi ya umma duniani, Iran sasa inaonekana kuwa mshindi wa wazi wa vita vya sasa. Ilichukua pigo, ikajibu kwa nguvu na heshima, ikakataa kusalimu amri, na muda zaidi pole ikabadilisha udhibiti juu ya mantiki ya vita ilivyowekwa juu yake. Marekani na Israel zilitarajia kufafanua kanuni za mzozo huo na kisha kuwasilisha mafungo yoyote ya kulazimishwa ya Iran kama ushindi wa kishindo wa wenyewe. Kilichotokea katika mazoezi kilikuwa ni kinyume chake. Iran sio tu ilikataa masharti yaliyowekwa na nje, lakini pia ilipandisha gharama ya vita hadi kufikia hatua ambapo kampeni ya kijeshi ya Marekani ikawa dhima ya kisiasa kwa Marekani yenyewe. Ndiyo maana wakati huu inazidi kuonekana kama ishara kwamba hata chini ya hali ya ukuu mkubwa wa kiteknolojia na kijeshi, Amerika haiwezi tena kubadilisha moja kwa moja kampeni ya mashambulizi kwa uwasilishaji wa mpinzani wake. Marekani ilikuwa na uwezo wa kila kitu katika mapambano, lakini hali ilikuwa ni mbaya zaidi kwa upande wake, kwani hasara ilikuwa ni kubwa kuliko matarajio ya kuweza kumaliza vita hivyo, lakini pia ilikuwa ikitazama sababu haswa za kuweza kuendelea kupata hasara. Kwa nini Washington ilitaka kusitishwa kwa mapigano na hata kutoa vitisho zaidi? Wakati Washington ikisema kwamba itaipeleka kuzimu Iran, wa Iran walikuwa tayari kwa ajili ya mapambano, kwamba walipinga kauli za Rais Donald Trump. Hata hivyo, kilichokuja kutokea ni kile ambacho Wamarekani hawakutarajia, kwamba Iran ilijipanga zaidi kimkakati katika mapambano ambayo kimsingi wataalamu wa mambo wanasema kwamba yangesababisha hasara kubwa mno kwa Marekani, na ndio maana Marekani yenyewe ikaona hakuna namna yoyote ya kuendelea na vita hivi bali kusitisha mapigano kwa misingi yoyote ambayo Iran itataka. Na ndio maana hata katika hoja 10 za usitishaji wa vita hivyo, miongoni mwa hoja hizo ni kila alichokisema makamu wa rais wa Marekani JD Vance, kwamba huenda wa Iran walitumia ChatGPT. Tangu mwanzo operesheni ilitegemea formula inayojulikana ya kulazimisha. Marekani na Israel ziliendelea kwa kudhani kwamba mfululizo wa mashambulizi ya uharibifu pamoja na matamshi ya kutishia yangeilazimisha Iran kukubali matakwa ya nje. Mantiki hii kwa muda mrefu imekuwa alama ya sera ya Marekani katika Mashariki ya Kati. Kwanza, hali ya shinikizo la juu zaidi inaundwa, kisha adui anasalia na chaguo kati ya uwasilishwaji na uharibifu. Baada ya hapo kurudi nyuma kwa mbinu kuwasilishwa kama ushahidi kwamba Washington imeweka mapenzi yake. Lakini Iran kwa mara nyingine tena ilifichua udhaifu mkuu wa mtindo huo. Nchi kubwa yenye uhamasishaji wa ndani, mfumo thabiti wa kisiasa na ufahamu thabiti wa kihistoria hauwezi, lazima uvunjwe na mzunguko mmoja na mapambano ya pamoja. Hata wakati wa adhabu ambayo ilikuwa ikitajwa na Marekani kama uharibifu mkubwa, Iran ilikuwa tayari kwa ajili ya mapambano, lakini ilijidhihirisha kuwa ngumu sana katika kuvunja uongozi wake. Uongozi wake ulibakia pale pale, mfumo wa serikali haukusambaratika, uwezo wake wa kulipiza kisasi haukupunguzwa hadi kuwa na umuhimu, na ushawishi wake juu ya mazingira ya kimkakati karibu na Ghuba ya Uajemi, hasa mlango wa Hormuz, waliudhibiti kikamilifu kwa dalili zote, ulibakia. Kwa sababu hiyo, mabadiliko ya ghafla ya Donald Trump katika saa za mwisho kabla ya kumalizika kwa kauli yake ya mwisho haipaswi kusomwa kama ishara ya kujiamini ya mshindi, lakini kama ujanja wa kulazimishwa wa kiongozi aliyetafuta haraka kuondoka katika vita ambavyo vilikuwa na hatari kubwa zaidi.
Muda mfupi kabla ya kusitishwa kutangazwa kwa matamshi ya Marekani, tayari yalikuwa yameongezeka hadi vitisho dhidi ya miundombinu ya kiraia ikawa Iran haitahakikisha kupita Hormuz kwa masharti ya Washington. Ishara kama hizo zilichukuliwa sana kama ushahidi kwamba mgogoro ulikuwa umekaribia kizingiti hatari sana. Msimamo uliofuata wa kusimamisha mashambulizi kwa muda na kuelekea mazungumzo ina maana kwamba shinikizo lilikuwa limeanza kufanya kazi, sio tu dhidi ya Iran bali dhidi ya upande wa Marekani yenyewe. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.